wa ta'ala. Naanza kwa kusema ya kwamba ama mtu anapoota sindano usingizini, basi njozi hiyo inafasirika ya kuwa ni mwanamke. Kuota sindano usingizini, sindano kama sindano, maana yake huyo ni mwanamke. Ama nukta ya pili ya kuota njozi hii ya sindano usingizini, tunasema ama mtu akaota usingizini sindano, hasa ukiota sindano na ukaliona tundu lake na ukaingiza uzi katika tundu lake hilo, basi tambua kuwa unabashiriwa njozi hiyo, au njozi hiyo inakubashiria hiyo kupatwa na uzito wa mambo yako au kuharibikiwa kwa mambo yako. Hiyo ni nukta ya pili ya njozi ya sindano. Ama nukta ya tatu ya njozi ya sindano, tunasema ama mtu anapoota sindano katika njozi yake na akataka kuingiza kitu kisichokuwa uzi katika tundu la sindano, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba inakutahadharisha uache uovu ulionao, la sivyo utapatwa na balaa kubwa hapo mbeleni. Hiyo ni fasiri ya nukta ya tatu ya njozi ya sindano. Ama nukta ya nne ya njozi ya sindano, tunasema ama mtu akiota usingizini sindano, tena akawa anaitumia kwa kushonea nguo za watu wengine, basi njozi hiyo inamjulisha kuwa huyo ni mwanamume anayewahusia jambo, au atakuja kukusuluhisheni baina yenu, kwa kuwa uzi umebeba tafsiri ya kuhusia na sindano imebeba tafsiri ya mwenye kuhusiwa usia uliokuwa ni mzuri. Hiyo ni nukta ya nne ya njozi ya sindano. Ama nukta ya tano ya mtu kuota sindano, tunasema ama mtu akaota sindano katika njozi usingizini na sindano hiyo akawa anaishonea nguo yake, basi tambua kuwa njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo: utapata utajiri, utapata mafanikio na riziki itaongezeka, ila ikiwa kama muotaji ni maskini. Njozi hiyo ameiota mtu ambaye ni maskini, basi hayo ndiyo yatakayoweza kujiri kwake. Ama nukta ya sita ya kuota njozi ya sindano, tunasema ama mtu anapoota njozi ya sindano na akawa anashona nguo yake kwa sindano